La kwanza, tumepokea maelezo na maagizo na ushauri wote uliotoa mwakilishi wa rasi kwetu, na kwetu ni maagizo. Tunaamini kwamba tutaufanyia kazi vile ambavyo umetushauri, kuanzia kwenye mapendekezo yaliyotolewa na kamati ya Bunge, lakini pia na mkaguzi wa hesabu za serikali. Ni matumaini yangu kuona kwamba halmashauri bado inaendelea kupata hati safi kwa kuyatimiza hayo ambayo tunaagizwa, lakini pia kwa kuendelea kuboresha na kuweka mikakati mipya ya kuifanya halmashauri yetu iendelee kuboreka. Jambo la pili, tutaendelea kusimamia mapato na matumizi kama mlivyotushauri, lakini sisi tunaamini zipo changamoto kadhaa ambazo bado tunaendelea kukabiliana nazo kwenye halmashauri yetu. Wakati tunaingia 2020, halmashauri ilikuwa na uwezo wa kukusanya bilioni 2 kwa mapato yake ya ndani, lakini leo tunapoongea halmashauri ya wilaya Masasi bajeti yetu inasoma bilioni 7.8. Tafsiri yake, madiwani sisi tulioingia 2020 kwenda 2025 tumeitendea haki halmashauri. Wakati tunaingia halmashauri hii ilikuwa ya 7 kimkoa wa Mtwara, lakini leo tunaiacha halmashauri tarehe 30 mwezi wa 6 tutakapofika tukiwa wa kwanza kwa mkoa wa Mtwara. Matumaini yangu kwamba changamoto kwa sababu bado zipo na zinaendelea kuongezeka, lakini tunaamini tumefanya kazi kubwa. Baraza hili litaacha historia kubwa kabisa kwenye halmashauri na ndani ya mkoa huu kwa kazi kubwa iliyoifanya kukusanya mapato kwenye halmashauri. La tatu, naomba waheshimiwa tukasimamie pembejeo vizuri. Sisi sio wagawaji wa hizo pembejeo, lakini tunayo wajibu na dhamana ya kuhakikisha wakulima wetu wanapata pembejeo kwenye maeneo yetu, kwa sababu sisi ndio wasemaji wao. Mwaka jana kumetokea changamoto kubwa kwenye masuala ya pembejeo, na hasa baadhi ya watu waliokapewa dhamana ya kugawa kutokuwa waaminifu, na hatimaye pembejeo zile zingine zikawa zinauzwa mtaani. Twendeni tukasimamie, tuhakikishe kweli wanaopata pembejeo ni wakulima. Mheshimiwa Rais, tunamshukuru Rais wa awamu ya 6 Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na mzito anayoifanya kwa kuangalia wakulima na hasa wa zao la korosho, na kwa ushahidi umeonyesha wazi kwamba mapato yaliyopatikana kutokana na pembejeo zilizoletwa mwaka jana, mapato yetu yamepanda sana kwa kiasi kikubwa. Hii inaonyesha ni namna gani serikali imefanya kazi kubwa ya kuwainua wakulima. Twendeni tukasimame wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba pembejeo hizi ambazo zinaletwa na zinaendelea kuletwa, basi wakulima waweze kunufaika nazo, tukapunguze malalamiko yasiyokuwa ya lazima kwenye maeneo yetu. Tusiende kujiondoa kwamba sisi hatumo. Hapana, kila kitu kinachofanyika kwenye kata pale, wewe ndio mwenyekiti wa maendeleo ya kata pale, lazima ukifahamu kimeanziaje na kimeishiaje, na kukemea baadhi ya tabia ambazo zinaonekana si tabia njema na si za kiungwana, kinyume na utaratibu wa serikali uliokusudia kuleta pembejeo hizo. Jambo la 4, naomba nihusie kwenye swala la chakula. Tunafahamu maeneo yetu ya Masasi tunategemea zinapokatika mvua, manake sasa tunaanza kuvuna mazao yetu kama vile mazao ya chakula, mahindi, mihogo na vitu vinginevyo. Tukawahimize wananchi wetu kuchangia lishe mashuleni, na kipindi pekee ndio hiki. Lakini ziko tabia kwenye mashule, wananchi wanachangia, mahindi hayathaminiwi, yanapukuswa yakiwa magalani, hayawekwi dawa, kupelekea kuleta hasara tena kwa wakulima au kwa wananchi au kwa wazazi. Sisi kama madiwani, sisi kama wawakilishi wa wananchi, tukahakikishe mambo hayo yanaenda kukomeshwa. Kwanza yakusanywe
chakula kikusanywe cha kutosha katika kipindi hiki ambacho watu wana chakula, lakini kihifadhiwe vizuri. Na kuna tabia ya baadhi ya walimu kutumia chakula cha shule kuwa chakula chao. Wengine wanauza. Mwaka jana tumefanya hapa mpaka tukafukuza yule mwalimu kule kata moja hivi. Ni kwa sababu hiyo kwamba vyakula wanazazi wanachanga, yeye anachukua vyakula vile anauza, jambo ambalo haliwezi kukubalika. Na wewe diwani kama wa maeneo yale, sio katika mambo ya kufumbia macho katika vitu vya namna hiyo. Jambo la 5, ni waombe sana watendaji, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Watendaji wa serikali wengi wanajihusisha na uchaguzi, mambo ya siasa. Niombe na nitoe wito, watendaji wote wasijihusishe na mambo ya kisiasa, la sivyo achana na shughuli zako hizo za utendaji, vua hilo gwanda, weka pembeni, njoo tuje kupambana kwenye majukwaa. Lakini unamkuta mtumishi wa serikali yupo kwenye kata husika, amtaki diwani wa eneo lile, yeye anakuwa sehemu ya kukaa vijiweni sasa na kuanza kumzungumzia diwani kwamba huyu nyinyi hawafai, mlibugi tu kumchagua huyu. Yaani wewe unataka ukawe ndio msemaji wa wananchi kwenye eneo husika. Waachieni wananchi wenyewe wafanye maamuzi yao. Nyinyi mmekwenda pale kwenda kutekeleza wajibu uliokupeleka pale wa kikazi. Kama mwalimu kafanye kazi yako ya kufundisha, na kama mtumishi tu kwa maana ya mtendaji, afisa kilimo, afisa mifugo, fanya shughuli zako za kuchoma sindano wanyama. Habari za siasa waachie wanasiasa wenyewe. Unajua kila mmoja na mbinu zake za kivita. Mimi nikishajua kwamba sasa wewe ndio kikwazo, basi na mimi nitatafuta watu wasiojulikana. Na kwa sababu mimi nitakuwa nafanya bila kujulikana hivyo. Hakuna anayekuingilia kwenye shughuli zako wewe za kiutumishi. Nenda wewe unafanya shughuli zako kiutulivu kwenye eneo hilo. Wewe mimi unitaki diwani sawa. Kwa hiyo si bado utaendelea kuwa mtendaji? Wewe na usipokuwa mtendaji wa Penda, si utaenda kuwa mtendaji wa Kululu, bado utaendelea kuwa mtendaji? Hakuna mahusiano ambayo ya kusababisha wewe usifanye kazi eti kwa sababu diwani wa Mpeta wewe umhitaji. Sio sawa. Waachieni wanasiasa wenyewe warumbane kwenye maeneo yao ya kisiasa, vumbi litoke huko, atakayetoka huko wewe mpokee. Nasema haya, nimeanza kuona baadhi ya walimu wetu wameacha sasa kufundisha na wameanza kuingia kwenye mikutano ya kisiasa, sio tu kuwa mwanachama kwa sababu ni haki yako ya msingi, unaweza kuwa mwanachama, kuingia kwenye shughuli za kikampeni sasa kwa ajili ya kunadi watu. Hilo hatutegemei kuliona kwenye maeneo yetu. Naomba sana, na tutakuwa wakali sana katika kipindi hiki cha kwenda mwishoni hiki, tutakuwa kama watu waliojeruhiwa. Na msije mkadhani kwamba watu hatutarudi hapa, tunarudi. Yuko mwenyekiti mmoja wa Kulu, kwa wakati tunaongea mheshimiwa patakuwa shahidi, tuko kwenye SGR tunakuja Dar es Salaam, akawa anasema kwamba watendaji na mkurugenzi walikuwa wamtaki yule arudi tena kuwa mwenyekiti wa halmashauri pale. Kwa hiyo kampeni waliamisha za waziwazi kati ya mkurugenzi na watumishi wa halmashauri kuhakikisha kwamba yule bwana asirudi, lakini madiwani walikuwa wanaendelea kumhitaji. Akarudi tena, alishinda kwa kishindo. Alikuja ofisini kwa mkurugenzi akamwambia usiyemtaka amekuja. Sasa hatuwezi kufanya kazi katika mazingira hayo. Wewe unaweza ukamchukia diwani kwenye eneo husika, alafu ukategemea kwa maelezo tu ya walevi mtaani huko ukasikia kwamba huyu hawezi kurudi, kweli arudi. Wewe kama umechukua kwa sababu wewe sio mwanasiasa. Mimi wajumbe na wafahamu. Watakupamba, utanunulia supu, lakini asubuhi yake unakuta